Jioni ya leo ningependa tujifunze kuhusu nafasi ya Baba Mtakatifu katika Kanisa Katoliki au Papa, kama tulivyozoea kumuita kwa baadhi ya watu kwamba ni Papa au Baba Mtakatifu. Yote yana maana moja ndani ya Kanisa Katoliki. Papa au Baba Mtakatifu katika Kanisa Katoliki ana nafasi mbili. Nafasi ya kwanza nafasi ya kidini, na nafasi ya pili ni nafasi ya kisiasa au nafasi ya kiserikali. Kwa sababu Vatican au nchi ya Vatikano ni nchi ambayo ina serikali yake. Na ndiyo maana katika baadhi ya nchi Baba Mtakatifu ana mabalozi. Kwa mfano nchini Tanzania ana balozi anayemwakilisha katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jioni ya leo, kufuatia tukio la huu msiba wa Baba Mtakatifu Francisco, pengine ni vizuri tukajikita katika nafasi yake katika Kanisa Katoliki, nafasi ya kiroho au nafasi ya kidini katika Kanisa Katoliki duniani. Kama vile Mtakatifu Petro na wale mitume wengine walivyounganika kwa agizo la Bwana katika urika mmoja kwa jinsi iliyo sawa, Askofu Mkuu wa Roma aliye harifa wa Petro na maaskofu walio waandamizi wa mitume wanaunganika pamoja. Unaweza ukasoma katika sheria au canon law ya 330 ya Kanisa Katoliki. Baba Mtakatifu au Papa ana jukumu la kuliongoza kanisa kwa ngazi ya kidunia, akiwa ameungana na maaskofu wa majimbo mbalimbali kutoka katika kona zote za dunia. Kwa mantiki hiyo, Baba Mtakatifu ni harifa wa Mtakatifu Petro, na hawa maaskofu wengine ni warithi au waandamizi wa mitume wale wengine 11. Mama Kanisa anafundisha kwamba Kanisa Katoliki katika historia yake na mapokeo yake tulikuwa na mitume 12, na miongoni mwa wale mitume 12 mmoja alikuwa kiongozi wao ambaye ndiye Petro, na mrithi wake ndiye Baba Mtakatifu wa Roma au Askofu Mkuu wa Roma. Na hawa wengine kutoka katika majimbo ya Kanisa Maharia katika pande mbalimbali za dunia wanakuwa waandamizi au warithi wa wale mitume wengine 11. Hivyo basi Askofu Mkuu wa Roma hupata mamlaka kamili na ya juu kabisa katika kanisa kwa njia ya uchaguzi, ambao uchaguzi tutaona baadaye namna gani uchaguzi unapofanyika, halali aliyokubali mwenyewe baada ya kuchaguliwa, pamoja na kupewa uaskofu. Hivyo yule aliye askofu tayari hupata mamlaka hiyo tangu wakati anapokubali uchaguzi wake kuwa Askofu Mkuu wa Roma. Lakini kama yule aliyechaguliwa si askofu, hana daraja ya uaskofu, hulazimu apewe uaskofu haraka iwezekanavyo, na ndipo aweze kuchaguliwa kuwa Baba Mtakatifu. Kumbe kinadharia kila muumini Mkristo au Mkatoliki anaweza kuchaguliwa kuwa Papa. Kinadharia unaweza kurejea sheria ya kanisa au canon law namba 331 na namba 332. Kinadharia kila Mkatoliki ana sifa ya kuchaguliwa kuwa Baba Mtakatifu, lakini kiuhalisia mara nyingi na kwa kawaida anapaswa kuwa kardinali. Ndiyo anapatikana Baba Mtakatifu kutoka miongoni mwa lile jopo la makardinali. Askofu Mkuu wa Roma au Baba Mtakatifu au Papa anapoteza nafasi ya kuwa Askofu Mkuu wa Roma na Baba Mtakatifu wa Kanisa Katoliki au Papa kwa njia mbili tu. Akishachaguliwa kuwa Baba Mtakatifu au Papa, ni namna mbili tu ambazo zinaweza kusababisha akaondoka katika nafasi yake. Sababu ya kwanza ni kujiuzuru. Tunakumbuka wote huyo hayati Papa Benedikto wa 16, yeye alijihuzuru kwa sababu za kiafya. Kwa hiyo kujiuzuru ni njia moja ambayo Baba Mtakatifu anaweza akatoka kwenye kiti chake. Na namna ya pili ni kwa njia ya kifo au kuaga dunia, kama ambavyo tulivyo katika msiba huu wa kuomboleza kuondokewa na mpendo wetu Baba Mtakatifu Francisco. Sasa tuone
mambo gani yanajiri baada ya kuwa baba mtakatifu amefariki au baba mtakatifu amejiuzuru? Yaani kiti cha upapa kiko wazi. Kitapokuwa wazi, papa anapofariki, kitu kinachofanyika mara moja ni kuwaita makadinari wote duniani kutoka katika pembe zote za dunia. Yaani baba mtakatifu au papa anapofariki, kuna afisa mmoja wa Vatican, tutamwona baadaye, wajibu wake ni kutoa taarifa kwa mapapa wote walioko duniani kote, katika pande zote za dunia, kwamba msiba umetokea, baba mtakatifu amefariki, na hivyo wote hupaswa kufika Vatican mapema iwezekanavyo, isipokuwa kwa wale ambao wanakuwa na sababu za kimsingi, labda sababu za kiafya, labda umri umesonga mbele zaidi, hawezi kusafiri kwa ndege masaa mengi, hao wanaweza wasihudhurie. Lakini wale ambao afya zao ni nzuri na hawana sababu za msingi za kuto kufika Vatican au Roma, lazima wafike mara moja baba mtakatifu anapokuwa amefariki. Wanafika pale na kuanza kufanya shughuli za kiuendeshaji, za kiofisi, za kanisa, kwa sababu anayeshughulikia shughuli zote za kila siku za maendeleo au utendaji kazi katika ofisi kuu ya kanisa Katoliki kule Vatican huwa ni baba mtakatifu. Sasa anapokuwa ameaga dunia au amefariki au amejiuzuru, shughuli hizo sasa huchukuliwa na jopo la makadinari ambao wanatoka katika kona mbalimbali za dunia, na hufanya maombolezo au novena ya kumwombea marehemu baba mtakatifu ambaye amefariki kwa siku 9 mfululizo. Hufanya maombolezo hayo au novena kwa ajili ya kumwombea huyo mpendwa ambaye anakuwa ameaga dunia. Lakini mara nyingi watu tunajiuliza, kwa nini makadinari huwa wanavaa nguo nyekundu muda wote, tofauti na maaskofu na mapadri na waumini wa kawaida? Kudhihirisha kwamba hawa makadinari wana nafasi muhimu ya kulinda na kutetea imani Katoliki kwa gharama yoyote ile, hata kama itawagharimu kumwaga damu. Ndio maana wanavaa mavazi yao, kama mmeshagundua, yana rangi nyekundu, tofauti na maaskofu. Kiti cha papa kinapokuwa wazi, jopo la makadinali huwa linakuwa na mkutano au mikutano mbalimbali inayohusu kanisa kwa ujumla na kushughulikia zile changamoto zinazolikabili kanisa kwa nyakati hizo. Lakini pia jopo la makadinali linapokuwa limeitwa Vatican au Roma, shughuli ya muhimu kabisa au za muhimu kabisa huwa ni kuandaa mazishi ya ule baba mtakatifu ambaye ameaga dunia. Mazishi hayo yatafanyikaje? Utaratibu wa kuaga mwili wa marehemu utakuwaje? Atazikwa wapi? Na wale wageni wanaokuja kushiriki maombolezo hayo au ibada ya mazishi watafikia wapi? Watalala wapi? Hayo yote yanafanywa na jopo la makadinari wanaokuwa tayari wamefika pale Roma. Lakini kuna afisa mmoja ambaye ningependa tumzungumzie, anaitwa Kamelengo. Kamelengo, ningeweza kusema katika lugha ya kawaida, ni afisa ambaye anachaguliwa na baba mtakatifu aliyeko madarakani. Anaitwa Kamelengo. Yeye kazi yake ni kumsaidia baba mtakatifu katika shughuli za kila siku kwa karibu kabisa. Na endapo baba mtakatifu atakuwa amefariki, Kamelengo anachukua nafasi ya uongozi katika kile kipindi cha mpito. Anaitwa Kamelengo na anakuwa ni kardinali. Shughuli za huyu Kamelengo au afisa huyu katika ofisi ya baba mtakatifu, baada ya kuwa baba mtakatifu imethibitika kwamba amefariki, madaktari wamethibitisha pasipo shaka, yeye huitwa, na anapoitwa kazi yake ya kwanza lazima ajiridhishe kwamba baba mtakatifu amefariki. Na namna ya kuthibitisha, humwita baba mtakatifu kwa jina lake mara 3. Anamwita kwa jina lake mara 3. Endapo
Baba Mtakatifu hawezi kuitika, anamuita kwa mara ya kwanza, anamuita kwa mara ya pili, anamuita kwa mara ya tatu, basi anakuwa amejiridhisha kwamba Baba Mtakatifu hatunaye tena, amefariki. Lakini huyu Kamalengo, yeye kazi yake nyingine, mara baada ya Baba Mtakatifu kufariki, naona mababa mtakatifu wao wana pete inaitwa fisherman's ring, wanakuwa na pete. Kazi yake ni kuivua ile pete ya yule Baba Mtakatifu ambaye ameaga dunia na kuiharibu, akiashiria kwamba utawala wa Baba Mtakatifu aliyekuwa madarakani sasa umekoma. Kwa hiyo anaiharibu ile pete. Kinachofuata, kitu cha pili, yeye ndiye anayefunga nyumba aliyokuwa naishi Baba Mtakatifu akiwa hai. Kumbe yeye ndiye anaweka seal kwenye milango, kwenye madirisha, anafunga ile nyumba, na mtu yoyote haruhusiwi tena kuingia kwenye hiyo nyumba iliyokuwa inatumiwa na Baba Mtakatifu ambaye amefariki. Lakini huyu afisa anayeitwa Kamalengo pia ni kuhakikisha kwamba nyaraka zote za kiofisi ambazo Baba Mtakatifu alikuwa anazitumia zinahifadhiwa vizuri bila kutumika hovyo hovyo. Lakini huyu afisa Kamalengo pia akishirikiana na jopo la makardinali waliopo pale, yeye ndiye huharibu. Unajua Baba Mtakatifu ana muhuri wake, wanaweza seal of the Holy Father, ule muhuri wake anao. Ukiandikiwa barua na Baba Mtakatifu lazima atagonga muhuri wake, kufanya kwamba, kuonesha kwamba hii barua sio fake, ni barua sahihi, haina mashaka. Sasa huyu Kamalengo kazi yake ni kuhakikisha anachukua ile muhuri, anauharibu pia, ili isije katokea mtu akafanya fujo akaandika barua akagonga ule muhuri kwamba Baba Mtakatifu ameipitisha hii barua, kumbe kazi yake ni kuharibu ule muhuri pia. Lakini huyu pia anashughulikia utaratibu mzima wa mazishi na uchaguzi utakaofuata baadaye, akishirikiana na jopo la makardinali. Sasa katika mchakato, baada ya kuwa mazishi yamefanyika, kinachofuata kwa kawaida huwa ni kuandaa mkutano wa uchaguzi ambao utawapatia Baba Mtakatifu mwingine au Baba Mtakatifu mpya. Sawa ndugu zangu? Na huo mkutano wenyewe unaitwa ni conclave. Conclave Kiingereza, conclave. Ambao mkutano huo hujumuisha makardinali wasiopungua 120. Kumbe Baba Mtakatifu anapokuwa madarakani, wajibu wake, moja ya wajibu zake ni kuhakikisha kwamba jopo la makardinali muda wote halipungui idadi ya 120. Sasa hao makardinali ambao Baba Mtakatifu akiwa madarakani anapaswa 120, na hivyo akiwa madarakani lazima ahakikishe daima ana makardinali wenye umri usiozidi miaka 80 na idadi yao isipungue 120. Inaweza kawa 130, 135, lakini daima lazima isiwe chini ya idadi ya makardinali 120. Lakini hayo yote yanapaswa kufanyika katika siku 15 mpaka siku 20. Na hao wenye umri usiozidi miaka 80 ndio wanakuwa na sifa ya kuingia katika ule mkutano niliowaambia wa conclave kwa ajili ya kufanya uchaguzi wa Baba Mtakatifu. Pia uchaguzi huo utaanguliwa na adhimisho la misa takatifu, wakimwomba Mungu Roho Mtakatifu aweze kuangaza, waweze kumpata yule ambaye Mungu anamtaka awe papa wa kanisa lake kwa wakati ule. Msimamizi wa shughuli hizo kwa niaba ya Baba Mtakatifu katika kuchagua, nimeshawaambia anaitwa Kamalengo. Huyu ndiye anasimamia shughuli zote za uchaguzi wa kumpata Baba Mtakatifu, na huyu ndiye anayeratibu shughuli zote za kila siku. Makardinali huweka kura zao za siri katika kalisi au kikombe. Jamani.